Kurudi kwake kusiwa wakati wa masika. Wakati wa masika ni wakati wa baridi, ni wakati mazingara hayapendezi, ni wakati mazingara hayapendezi, maana mioyo ya watu itakuwa na sababu nyingi. Mioyo ya watu itakuwa na sababu nyingi. Lakini naliomba kanisa ya kwamba shauku ya kuwa weponi mwa Bwana, shauku ya kuwa weponi mwa Bwana kwa ajili ya ibada ikaongezeke katika mioyo yetu. Natamani kuwa katika kusanyiko na mikutano ya watakatifu ili tukaweze kumpa Mungu nafasi ya kuzungumza na maisha yetu. Leo ningependa nitamatishe fundisho hili, singependa liende mbali sana. Ningependa niweze kulitamatisha leo, na katika kipindi hiki cha kwanza na kipindi cha pili tutakuwa tunamaliza fundisho hili. Nitaka liwe na mshikamano wa karibu ili tukaweze kuendelea kulitafakari kile ambacho Roho wa Mungu anazungumza na maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Wapenzi katika Bwana, tunaishi nyakati ambapo neno la Mungu limepungua. Neno la Mungu limepungua. Neno la Mungu limepungua sana. Na maneno ya watu na maneno ya madhehebu yameinuliwa. Kila dhehebu inajaribu kutoa mwelekeo wake. Kila madhehebu mengi saa hizi yamejaribu kutoa mwongozo wao wa imani. Kila dhehebu inatoa mwongozo wake. Dhehebu hili linasema hili, dhehebu hili linasema hili. Sasa ni juu ya mwenye haki wa Mungu aliye na Roho wa Mungu aweze kupambanua majira na nyakati hizi ili nafsi yetu ikaweze kuokoka na miteko hii. Hatuwezi tukazuia, maana imetabiriwa ya kwamba siku zinakuja ambazo walimu wa uongo watainuka, na kando na walimu wa uongo, watu wenyewe hawatakuwa wako tayari waelekezwe katika njia inayopaswa. Masikio yao yatakataa ukweli. Masikio yao yatakataa ukweli. Bwana asifiwe. Masikio yao yatakataa ukweli, lakini yatataka kusikia yale ambao wenyewe wanataka kusikia. Iliyo kweli ya Mungu hayako tayari, lakini watu watakuwa tayari kusikia yale ambayo wao wenyewe wanataka kusikia. Na kwa ajili hiyo, kwa vile shetani amejua ya kwamba huo ndio uhitaji wa mioyo ya watu wengi, ameinua walimu wake ili wawaelekeze watu vile wanavyotaka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Kanisa la Bwana lisema amina. 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 Kwa uwezo wa Mungu, kwa rehema zake, kadri ya neema na mwito alionipa, kwa maisha nitakayoishi, nitalifundisha neno la Mungu. Nitalifundisha neno la Mungu ambalo ni kweli, ambalo naamini ya kwamba ukilipokea, ulikubali lifanye kazi katika maisha, litakusongesha karibu na Mungu.
litauisha moyo wako na kuukeuza na kukuelekeza na kufanana na Mungu. Hilo ndilo nimeitiwa. Sijaitiwa mimi, wapenzi katika Bwana, sijaitiwa nilete maneno yangu. Nimeitwa nifundishe neno la Mungu. Amina. Amina. Kuna mshirika wangu mwingine, asikuwa nimejua, alikuwa amenitembelea kukaa, kumbe kulikuwa na shida, lakini kumbe alikuwa amekuja kwa kuabudu kwa muda tu. Sasa akaniambia, pastor, sasa unajua kwa kanisani wewe huwa sioni ukiitisha mara kwa mara sadaka ya utakaso, lakini kule kwetu, najua saa hii nimerudi kwetu, kule kwetu tunaweza kuitisha sadaka ya utakaso kama mara 3 kwa mwezi, lakini wewe huwa sioni ukiitisha. Alafu sasa kule kwetu huwa tunaingia saa 12 kama umechelewa. Alafu tunakaa, Mungu akisema tumalize saa 1:30. Bwana asifiwe. Sasa nashangaa watu wa Mungu, unataka nifae ngozi kama Yohana Mbatizaji? Kama wewe unarauka saa 12 na unakaa mpaka saa 1, na hapo umekuwa unakuja umechelewa saa 4:30, mbona unanishangaza? Unajua Yesu aliwaambia Wayahudi, Yohana Mbatizaji alikuwa ni gani? Wakasemaje? Amevaa ngozi, anakula adhabu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amen. Lakini na wasihi wapenzi katika Bwana, kaa ndani ya neno la Mungu. Tamani kukaa katika neno la Mungu. Usitamani kukaa katika dini. Tamani kukaa ndani ya neno la Mungu. Nipande mpango wa kuitisha, alinitajia sadaka 3. Kuna moja ya utakaso. Ndipo kwa tunaleta watoto kuwaombea watu. Sikuwa naona wanasema leta bahasha ya watoto. Yaani una pesa, unangoja pastor aseme leta bahasha ya. Sasa inaonekana ni utakatifu nikisema leta bahasha ya kuombea mtoto. Maombi ya watu. So tunaweza kufanya vitu vikaonekana vya kiungu. Lakini mimi naamini wapenzi katika Mungu, you can overcome the test of time when you are rooted in the word of God. Wakati umelijua neno la Mungu, neno la Mungu linakuweka huru. Hauwezi ukayumbishwa, hauwezi ukapigwa kama makapi wakati umejua ukweli. Ukweli unakuweka huru, moyo wako unakuwa na amani. Unapokuja katika ibada kumwabudu Mungu, kwa mfano kipindi kama hiki, sitamani wapenzi nione mtu mmoja amesema sasa hii wiki hii mimi sijachanga, sijui uko kanisani watasemaje. Sasa hata hii kae nyumbani angawa sauti kidogo. Hapana. Hii si miracle round ya pale. Amina. Amina. Si miracle round ya pastor. Hii ni ibada. Wakati ninatoa shilingi yangu 100 katikati ya wiki, tumesema mtaji ni vyombo. Ninatoa kama ibada. Hata sitoi eti maana jina langu lionekane hapo. Mimi niko katika ibada. Hata sichangi. Mimi ninatoa, hii ni sadaka yangu kwa ajili ya vyombo mbele za Bwana.
is my offering, is my sacrifice before the Lord. Niliwaambia siku moja, tukija kwa masuala ya Mungu hakuna kitu kama kuchanga. Hakuna. Tunaenda mbele za Mungu na mapato yetu. Tunaenda kumwabudu, tunaenda kumwambia Mungu, hapa ndipo umetufikisha. Kwa leo hii, hiki ndicho umeniwezesha nimekuja nacho. Amina. Na juu ya hiyo hakuna hukumu. Maana kila mmoja anakuja weponi wa Mungu wake kulingana na neema ambayo Mungu amepeana. Kulingana na vile moyo wako na furahi. Anaweza kukupa vingi na kukataa. Amba amekupa ni yako. Unaweza kukataa. Anaweza kukupa vichache na ukatoa vyote. Kulingana na vile moyo wako unapopupujika mbele za Mungu. Kwa masuala ya matoleo hakuna sheria. Pupujiko na furaha ya moyo ya kwamba nimepata opportunity ya kuwa mbele za Mungu wangu kwa ajili ya ibada. Unafurahia. Na ukikataa kutoa, mtu asikufukuze kanisani. Una uhuru wa kuja ukae, usifu, ufanye kila kitu. Maana masuala ya utoaji ni ibada ya moyo. Na kama wiki hii sitapata, Mungu apeanaye anajua mwanangu wiki hii hana. Amina. Amina. So usihukumike kwa jambo lolote, wateule wa Bwana. Wacha tumfurahie Mungu wetu. Amina. So tunaendelea na fundisho letu. Huyo anaweza kutolewa nje. Tunaendelea na fundisho letu. Na haya nayo yazungumza ni sehemu ya huu ujumbe wetu ambao tunauendeleza, ya kwamba wapenzi katika Mungu, katika maisha yako ni vizuri ujifundishe kuliamini neno la Mungu. Wakati mwingine unaweza kuwa katika mazingara, unaweza kuwa katika majira ambayo ukilisoma maandiko, Mungu alipomuita Yeremia alimwambia ya kwamba nimekuwa pamoja nawe, nitakuwa pamoja nawe, na akamhakikishia katika mlango wa kwanza ya kwamba Yeremia, usiogope, nimekupa nguvu, wewe ndio unaenda kuvunja, unaenda kupomoa na unaenda kuweka misingi sawa. Na anamhakikishia kwamba nitakuwa na wewe. Mimi mwenyewe ndiye nitakayeweka neno langu kwako kuzungumza juu ya mataifa. Usiogope, lile nitakupa kusema, sema. Baba Yeremia akaingia kwa huduma. Yeremia anaitwa the crying prophet. Yaani crying, ya kwamba huduma yake ya Yeremia haikuwa na furaha siku moja. Ilikuwa ni alipitia kilio kikubwa, mateso, kufungwa, kupitwa. Mpaka siku moja akasema, Mungu, wewe ulinidanganya. Siku moja alipokuwa yuko gerezani, akasema, Mungu, wewe ulinidanganya. Akamwambia Mungu, wewe ulinidanganya. Wewe ulisema utakuwa na mimi. Bwana asifiwe. Lakini uzuri mwenyewe akajijibu tena. Akasema alitaka ajitoe, lakini neno la Mungu ndani ya mifupa yake lilikuwa linawaka kama moto. Hangeweza kujitoa. Ikabidi asimame na kuendelea. So mazingara hayakuwa mazuri, lakini ndani yake kulikuwa na neno la Mungu lililomsimamisha katika mazingara makuu. Wapenzi katika Bwana, ni neno la Mungu tu linaweza kukusimamisha, linaweza kukupa ujasiri. Nyakati na majira yanabadilika. Unaweza hata kulaani kanisa lenu, kasema haina maana. Kanisa haina shida. Amina. Kanisa haina shida na nyakati. Lakini aliye ndani ya neno la Mungu hatimaye atasimama. Wapenzi katika Bwana, tunaishi katika mji ambao upepo wa mafundisho mengi umeinuka.
mji huu tunaoishi, na kusihi kwa jina la Yesu liishie neno la Mungu. Tenga wakati wa kusoma neno la Mungu. Mwamini Roho wa Mungu kukusaidia kulielewa neno lake na ukaweza kuliishia katika jina la Yesu. So the word of God is tested and true. The word of God is tested and true. Hiyo tulimalizana nayo katika Timotheo wa pili. Sasa nataka tu tusome ile msingi alafu tuende. Tulikuwa tumefika point namba 2 ama 3. We mentioned 3 na tukaondoka, si ndio? So tusome hilo neno la msingi. Timotheo wa pili mlango wa 3. Foundational skill. Timotheo wa pili mlango wa 3 mstari wa 16 hadi 17. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Mlango wa 4 mstari wa 1 hadi 5. Na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye wahukumu walio hai na waliokufa kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake. Hubiri neno, uwe tayari wakati ufaao na wakati usiokufaa. Aripia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Maana utakuja wakati watakapoyakataa mafundisho yenye uzima, ila kwa kuzifuata njia zao wenyewe watajipatia walimu makundi, kwa kuwa wana masikio ya utafiti. Nao watajiepusha wasisikie yaliyo kweli na kuzigeukia hadithi za uongo. Bali wewe uwe na kiasi katika mambo yote, vumilia mabaya, fanya kazi ya mhubiri wa Injili, timiliza huduma yako. Timiliza huduma yako. Bwana Yesu asifiwe. Isaya 55 kuanzia mstari wa 6, neno la Bwana asema, seek the Lord while he may be found, call upon him while he is near. Let the wicked forsake his way, and the unrighteous man his thoughts, let him return to the Lord, and he will have mercy on him and to our God. He will abundantly pardon. For my thoughts are not your thoughts, nor my ways, nor your ways my ways, says the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts. So as the rain comes down and the snow from heaven, and not return there, but water the earth, and make it bring forth bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater, so shall my word be that goes forth from my mouth. It shall not return to me void, but it shall accomplish what I please, and it shall prosper in the thing which I sent it. And it will prosper in the thing which I sent it. Mungu ametumia mifano tofauti. Ametumia mfano wa njia. Amesema njia zetu si kama njia zake. Mawazo yetu si kama mawazo yake.
Na kama vile ambavyo mvua inavyonyesha sasa, nikasema kabla ya mvua kwingine kulikuwa kukavu, kulikuwa hakuna matumaini, haungejua kuna mbegu kwenye ardhi. Lakini baada ya mvua, Mungu anasema mimea hiyo kuchipuka, ili mpanzi apande mbegu na ili anayekula apate mkate kwa mvua inayonyesha. Anasema ndivyo lilivyo neno lake. Ikiwa mtu atalipokea katika moyo wake, mimi nitalipokea, alafu wewe mtu wa Mungu ulipokee katika moyo wako, makusudi ya Mungu ni kwamba hiyo ukavu uliokuwa ndani mwetu lazima usalishe. Lazima maisha yetu yasalishe. Tukilipokea neno la Mungu lazima lilete utofauti. Lazima lisalishe kitu ambacho hakikuwa ndani mwetu. Na anasema akiapa, it cannot be in vain. Haiwezi likamrudia bure Mungu neno lake. Lazima litimize agenda. So neno la Mungu wakati ninapolisoma, Mungu akizungumza nami, Mungu anaponiahidi kupitia kwa neno lake akizungumza na maisha yangu, na ipokea ya kwamba huu ni moyo wa Mungu na ndivyo Mungu anavyotaka juu yangu. Kama ni makemeo, nakubali kuonywa, na kubali kukemewa. Nikikubali kukemewa, nitavuna matunda yanayotokana na kukubali kukemewa. Kama ni la kunionya, nikikubali kuonyeka, nitakula matunda yanayotokana na kuonyeka kule. Kama ni la faraja, niko chini, pengine nimepitia mambo mengi katika maisha yangu, moyo wangu uko chini, analeta neno la faraja katika moyo wangu, nikilipokea, nikiamini ya kwamba hii ni pumzi ya Mungu imekuja kwangu, moyo wangu unapata uzima na unasimama tena. Neno la Mungu haiwezi likamrudia Mungu bure, lakini ni juu ya mwenye haki wa Mungu, ni juu ya yule anayelipokea, alikubali liingie katika moyo wake. Maana neno la Mungu linasema juu ya wana wa Israeli ya kwamba ni wengi waliona miujiza ya Bwana, ni wengi walikula mana jangwani, wengi walikunywa maji kwenye mwamba, lakini kwa kuwa hawakuamini, wengi walianguka, hawakuingia katika pumziko. Lakini liko juu ya yote anayepokea na kuamini. It is so personal, si kanisa. Vile tumekaa hivi, kupokea kwetu ni tofauti. Kadri ambavyo moyo wako utakuwa tayari kulipokea na kuliamini na kulifanyia kazi, litakufanyia. Mhubiri ni mmoja, mwalimu ni mmoja, lakini inategemea vile ambavyo umepokea. Kupokea kwetu na kuliamini ni tofauti. Sasa tutafuna kulingana na vile ambavyo mioyo yetu imepokea na kuliamini neno la Bwana. The word of God is tested and true. Neno la Mungu linasema ajenda yake kubwa, neno hili la Mungu likaweza kunisaidia mimi, likaweze kukua katika ukamilifu wa kuifanya kazi ya Mungu, likaweze kukusaidia wewe mtumishi wa Mungu uliye mwimbaji. Neno la Mungu lazima lifanye makeuzi. Uliye kiongozi katika kitengo fulani, neno la Mungu lazima liruhusu lilete makeuzi, liondoe makwazo. Maana kuongoza watu ukiwa na moyo, Bwana asifiwe, ukiongoza watu ukiwa na moyo mdogo, utakuwa na ulcers. Ukiongoza watu na kamoyo kako ni kadogo, hauwezi. Lakini lazima unaruhusu neno la Mungu linapanua, linaongeza muscles. Unasikia maneno, maana watu wanazungumza tu. Hata watakatifu huzungumza tu pia maneno ya kuumiza. Wanasifiwe. Hata wanapita kanisani pia wanazungumza neno ya kuumiza moyo. Amina. Pia nao wanazungumza. So lazima wewe uliyeokoka, lazima moyo wako
uwe na muscles ambayo hata kaneno kakikuja, mtu amezungumza neno anafikiria utasikia, ukatae kula hata usimsalimie, kumbe kwako hiyo si kitu. Unless ufike level kama hiyo katika maisha ya wokovu, utasumbuka sana, utakwazika, utasalimia watu, namba zingine kwa simu utablock. Wacha kublock simu, wacha namba za watu zikae, shughulika na moyo wako. Shida si namba za watu, shida ni moyo kadogo kako kanaweza kupasuka wakati wowote. Bwana asifiwe. Amina. Ruhusu Roho wa Mungu afanye operation. Afanye operation ya kutengeneze uwe unaweza meza mpaka mawe. Yaani umepita kiwango ya kitendo, unaweza meza mawe na ukaendelea na maisha. Utaishi vizuri na utamtumikia Mungu ukiwa na furaha. Amina. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Hii vitu wapendwa, hizi vitu vya makwazo kidogo kidogo, mara unalia kwa nini aliniambia simu yangu ni kabambe, hiyo peke yake. Sasa nipa tu wiki moja simu yangu nimepeleka kwa fundi ataona. Sasa kwani ukiwa na kabambe hakuna communication? Sasa imekuwa kesi. Kwa nini alikuwa ananiambia mimi sina simu? Wapendwa jameni, sasa hii maneno watu wa Mungu. Yaani pastor afanye kesi maana mtu alikwambia una simu ya kabambe. Watu wa Mungu simhurumie pastor sasa zingine. Yaani watu wa Mungu wamekosana kwa nini? Mwenzako amemwambia hana simu ya touch screen na kabambe. Basi nataka nikuone tuongee. Jameni. Simwende muone mama nani hapa. Anga anaweza kukaa. Bwana asifiwe. Usikubali kuwa mtoto. Usikubali kuwa mtoto katika maisha haya ya wokovu. Usikubali. Kubali kuwa kijitu. Kubali kuwa kijitu. Wacha moyo wako, Roho wa Mungu au stretch, afanye operation ya upanue. Ukisikia kitu kinakuumiza, hicho hata mtu akisikia kweli hata mimi ningeumia. Lakini vitu vidogo, watu wapendwa, mnalia, wengine mnafunga na kuomba. Kizenye mtu anaenda kufungia kuomba, sema jameni, hii sungekula. Hii peke yake ndio ulikuwa unafunga siku 3. Bwana asifiwe. Neno la Mungu, wapenzi, narudia, ikiwa jamii hii tutaiweka katika msingi wa neno la Mungu, lengo langu la kuzungumza na walimu wangu wa Sunday school, kuwapeleka shuleni, nataka tuanze msingi kutoka kwa watoto wetu. Bwana asifiwe. Kutoka kwa watoto wetu. Wapewe mambo ya kimsingi ya kumjua Mungu. Wakija kuingia kwa utu uzima, kuna mambo ya kimsingi uweze kuwabadilisha wawe wako nayo, ili tukaweze katika mji wa ukuna tukamtukuze Bwana kama jamii. Kanisa la Bwana lisema amina. Amina. Yaani mzee ndani akiniambia mzee nataka tuonane, pengine kumbe ni jambo la jamii, asisha kuniambia mzee, unajua huyu mama Florence siku hizi hata nipelekeni macho kwa papa. Anazungumza mfano, na nini mbona mwelewi? Anawekea pastor appointment. Na amesikia uso umeumia kabisa. Unajua mzee, moyo wangu haujafurahi. Nataka tukae chini tuongee kidogo. Sasa mimi naacha shughuli zangu na nakuja. Najua mzee akanakuja tu, lakini wacha nikwambie kwanza. Najua siku hizi mimi mwenyewe mpaka nichemshe maji. Ndugu.
kusema mwili. Bwana asifiwe. Mkakaa dukani mkipika story, mkaacha nikafanya mengine. Nikafikiria vile tutafungua huduma. Unajua pastor huyu mume wangu hii nguo vile unaniona, sio unaniona tatu nikija hii kanisani. Aliponiona ameninunulia nguo ngapi basi? Point number 3. Point number 3. The power manifest in the word. Nguvu zilisoma katika neno la Mungu kama tunaweza kulikumbatia na tukae ndani mwake. Kama tunaweza kulikumbatia na tukae ndani mwake. Haya ndiyo mema. Baadhi hatuwezi tukafundishana yote. Roho wa Mungu atafungua mengine, na nyinyi ni wasomi wa Biblia. Mengine mtayasoma, Roho wa Mungu atawaelekeza. Lakini tunayafundishana machache kwa msingi kwa ajili ya wakati. Number 3. It gives spiritual life, understanding and strength. Hebrews chapter number 4. It gives spiritual life, understanding and strength. Wacha tusome maandiko haya. Waebrania mlango wa 4 mstari wa 11 hadi wa 13. Basi na tufanye bidii kuingia katika raha hiyo, ili kwamba asiwepo yeyote atakayeanguka kwa kufuata mfano wao wa kutokutii. Kwa maana neno la Mungu ni hai, tena lina nguvu, tena lina makali kuliko upanga huo wote wenye makali kuwili, tena linachoma hata kuzigawanya nafsi na roho, viungo na mafuta, yatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe chochote kilichofichika machoni pa Mungu. Kila kitu kimefunuliwa na kiko wazi machoni pake yeye, ambaye kwake ni lazima tutatoa hesabu. Na kuomba urudie ndugu yangu. Tutasoma andiko hilo. Waebrania mlango wa 4 kuanzia fungu la 11. Maandiko yanasema hivi: basi na tufanye bidii kuingia katika raha hiyo, ili kwamba asiwepo yeyote atakayeanguka kwa kufuata mfano wao wa kutokutii. Kwa maana neno la Mungu li hai, tena lina nguvu, tena lina makali kuliko upanga huo wote wenye makali kuwili, tena linachoma hata kugawanya nafsi na roho, viungo na mafuta yaliyo ndani yake, tena ni jepesi kuyatambua mawazo na makusudi ya moyo. Wala hakuna kiumbe chochote kilichofichika machoni pa Mungu. Kila kitu kimefunuliwa na kiko wazi machoni pake yeye, ambaye kwake ni lazima tutatoa hesabu. Hicho kifungu kinaongelea mambo mazito sana kuhusu uwezo wa neno. The word of God gives life, strength and assurance. It gives life, understanding and strength. Ukilisoma neno la Mungu na kulielewa, ukifundishwa neno la Mungu na ulipokee na uliruhusu likae ndani mwako, linakupa uzima. Bwana sifiwe. Linakupa uzima. Wewe kiroho unakuwa mtu uliye hai.
makali kuwili. Linashinda. Kwa nini linashinda? Ametaja vitu karibu 4 vinavyofanya neno la Mungu hata kushinda upanga ule wa mwanajeshi, ile sword ile ambayo pande zote mbili imepewa makali. Neno la Mungu linashinda, na kwa ajili hiyo likiingia ndani mwako linakupa uzima, linakupa nguvu juu ya kila mamlaka. Ndiposa Paulo anawaambia Wakorintho na Waefeso ya kwamba vita vyetu si vya damu na nyama. Tunapata wapi nguvu ya kupigana vita vyetu vya kiroho? Tunapata nguvu katika neno la Bwana. Tukilisoma neno la Mungu na kulielewa, linatupa nguvu, linatupa mamlaka, linatupa uzima. Tunakuwa hai, tunakuwa na kuongezeka kiroho. Kadri tunavyoendelea kulisoma neno la Mungu na kuelewa, wewe kutoka uchanga wako tangu uokoke, unaendelea kulisoma neno la Mungu, una mipangilio, una bidii ya kwenda kanisani katika mafundisho, una bidii ya kupatikana katika semina. Wewe unaendelea kuishwa na kukua katika kimo kiroho. Unapata nguvu, una uwezo kushindana katika hali ya vita katika ulimwengu wa kiroho, na saiti yoyote linakupa ufahamu. Anasema linaweza kawanya nafsi na nyama. Amina. Neno la Mungu linaweza towanisha polimaro. Neno la Mungu linaweza ndani ya mfupa, anasema linaweza kutowanisha polimaro likatoa kwa mifupa. Na anasema there is no hidden thing. Hakuna kitu ambacho kimefichika mbele ya neno la Mungu. Amina. Hakuna kitu, wapenzi, ambacho kimefichika. Ikiwa sisi tuko hapa, Roho wa Mungu analifundisha kanisa. Ndiposa siku nyingine nikalionya kanisa, wakati mhuduma yuko hapa anahubiri na kufundisha, na wakati mwingine pengine anazungumza juu ya maisha yako ama tabia yako ya siri ya kibinafsi ambayo watu hawaelewi, usito kasema yule pastor ameambiwa mambo yangu. Si kuambiwa mambo yako, lakini Roho wa Mungu aliye juu yake. Ninachua watu wengine wanafanya ukora, wanaambiana, naambiwa maneno kuhusu Simeon na Msedanika, alafu baada kumwonya Simeon na kuja kufanya ujumbe. Najua kuna wengine wamepungukiwa kazi hicho, lakini kuna wakati mwingine Roho wa Mungu anataka msaidie mtu wake akiwa katikati ya kusanyiko. Inaweza kuwa ibada hiyo kumbe ina agenda ya mtu mmoja akemewe. Sasa Roho wa Mungu atakukemea, wewe unasema pastor ananizungumza. Lakini Roho wa Mungu huelewa, huona mawazo, hujua mienendo, hujua matendo ya watu hata sirini. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Amina. Ndiposa Daudi anapopanga uovu na mke juu ya mke wa Uria, hata anapanga kumuua Uria, Mungu alikuwa kwa jicho lake anamwambia ya kwamba hata hamwambii Joab. Mungu hamwambii Joab, maana Joab ndiye alimpanga Uria kwa vita akakufa. Lakini Mungu haambii Joab, anaambia Skima, yule Daudi aliyekuwa amejificha nyumbani, ndiye anaambia wewe ulimuua Uria. Waliomuua na wengine, lakini kwa kuwa Mungu mwenye wa mamlaka ya neno anaelewa mawazo. Daudi anapo ndani ya mawazo yake anapokorokeka na kuanza kupanga uzinifu, Mungu amemuona, anasema wewe ulimuua Uria. Neno la Mungu linatambua mambo yetu ya sirini. Bwana asifiwe. Amina. So likiingia ndani mwako litakupa uzima, litakupa nguvu ya kiroho katika maisha yako. 3,
itakupa hekima. Nataka nizungumze mfano mmoja hapa. Tusome kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa pili. Yohana wa kwanza mlango wa pili, ili tupatane vizuri juu ya hii ujumbe nao uzungumzie. Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 15 na 16. Nasoma: msiupende ulimwengu wala mambo yaliyoko ulimwenguni. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, upendo wa Baba haumo ndani yake. Kwa maana kila kitu kilichomo ulimwenguni, yaani tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima, havitokani na Baba, bali hutokana na ulimwengu. Katika ulimwengu huu ambao tunakaa, Yohana anaandika barua anasema kuna mambo yaliyo katika ulimwengu huu yanatokana na nini? Baba, nataka urudie hizo vitu vitatu: tamaa ya macho, tamaa ya mwili, tamaa ya mwili, tamaa ya macho na kiburi cha uzima. Havitokani na Baba, bali hutokana na ulimwengu. Na vimetokana na ulimwengu huu ambao mimi na wewe tunaishi. Na kwa kuwa tunakaa katika ulimwengu huu ambazo tamaa ya mwili, tamaa ya macho, tamaa ya maisha ni msingi ambao unatokana na ulimwengu huu ambao tuliambiwa mtawala wake ni Shetani. Na Ufunuo ikatuonya ikasema, ole wao wakaao katika, Bwana asifiwe. Watu wako wakesha mko, watu wakesha wako, ole wao, mstaki wao ametupwa, si ndio? Baada ya vita mbinguni, sauti kasikika mbinguni ikisema, Bwana asifiwe. Ole wao wakaao katika dunia, maana mshtaki wa watakatifu ameshindwa kule mbinguni. Ile choka ibilisi wa zamani ametupwa duniani. Ole wao wakaao katika dunia. Lakini ashukuriwe Mungu, maana kwa damu ya mwana kondoo na kwa neno la nini, la ushuhuda, watamshinda huyu anayetawala dunia, ambaye neno la Mungu limesema vinavyotokana na ulimwengu huu ni tamaa ya mwili, tamaa ya macho na tamaa na kiburi ya maisha. Hizo vitu ambazo zinakula kanisa, zinakula watakatifu, na kutoka mwanzo yule muovu Shetani vita vyake amevilenga. Nataka tuangalie maandiko machache nikimalizia hiyo point, maana tutapeleke na hilo. Zilizopaki mbele ni kama 3. Tutamaliza katika second session tukimaliza ujumbe wetu. Katika mambo hayo, katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 3, mstari wa 6. Mwanzo mlango wa 3 kuanzia fungu la 6, andiko nasema hivi: mwanamke alipoona na kuwa ule mti wafaa kwa chakula, wapendeza macho, nao ni mti wa kutamanika kwa maarifa, basi alitwaa katika matunda yake akala, akampa mumewe, naye akala. Wakafumbuliwa macho wote wawili, wakajijua kuwa wa uchi, wakashona majani ya mti
wakajifanyia nguo. Kisha wakasikia sauti ya Bwana Mungu ikitembea bustani wakati wa jua kupunga. Adamu mkewe wakajificha kati ya miti ya bustani, Bwana Mungu asiwaone. Bwana Mungu akamuita Adamu akamwambia, uko wapi? The last of the flesh. Kutoka bustani la Edeni. Hizi ndizo njama anapopata ya kwamba mtu wa Mungu hana ufahamu wa neno la Mungu. Kutokana na hizi vitu vitatu ambavyo Yohana anazungumza katika mlango wa 15, mstari wa 15, wa 16, and all that is in the world, the lust of the flesh. The lust of the flesh. Mwili unatamani. Kuna vitu ambavyo mwili ukiona, yaani mwili unataka ufanyiwe vitu vya kupendeza, na macho yanaangalia. Adamu akasema mti huo unapendeza kwa macho, na mwili wake, macho yanaelekeza mwili mwanadamu afanye kile ambacho kitafanya mwili wake urembeke na uonekane kuwa sawa. Na mwisho wa tatu, kile kiburi cha maisha, ujione kuwa bora. Kila mtu anang'ang'ana. Hata katika maisha ya leo macho yanatusukuma, tunataka turembeke. Ni kweli, ni afya, lakini shetani ameuweka kuwa ni mtego. Kwa kuwa watu wa Mungu wamekosa neno na ufahamu, kanisa la Bwana lisema amina. Kwa kuwa watu wa Mungu wamelikosa neno la Mungu na ufahamu ndani mwao, yanapoinuka mtego kama huo, kama ambao shetani anauleta kwa Adamu na Hawa, wamejipata ya kwamba hawana msimamo wa kutosha. Alipoangusha Adamu na Hawa, tukienda katika kitabu cha wakati wa Yesu amekuja na maneno hayo hayo. Katika kitabu cha Luka mlango wa 4. Hiyo tutasoma kwa wakati wake, lakini unaweza kuandika mlango wa 4 ukianzia mstari wa 3 wa kwanza hadi 13. Shetani alipoona Yesu ameenda jangwani, majaribu hayo aliyompelekea Adamu na Hawa wakashindwa. Kiburi cha maisha na tamaa ya mwili. Hayo ndio ameyaleta kwa Yesu. Jambo la kwanza, Biblia inasema ya kwamba alimuonyesha, si ndio? Alimpandisha na akamuonyesha. Macho yakaangalia. Pili, mwili unataka. Anamwambia keuza mkate uwe nini? Uwe jiwe. Ule mkate ule, maana uko njaa. Kwa nini ale mkate? Maana anajua uko njaa, mwili unataka. Bwana asifiwe. Tatu, kiburi cha maisha. Anamwambia nataka nikupe mamlaka ya kutawala vyote. Anasema nataka kufanya nini? Unisujudie tu, alafu nikupe mamlaka. Sasa mtego huu, Yesu kwa kuwa yeye ni Mungu na yeye ni neno, limo ndani mwake katika ukamilifu. Katikati ya kila mlango wa majaribu uliokuwa na muandama, alikuwa amesimama katika neno la kweli na akapatikana ameshinda. Na ndivyo alivyo mshindi hata leo na milele. Maana neno lilikuwa ndani mwake na akalisimamia na akashinda. Hizi mitego wapendwa zinatuandama leo. Katika kizazi hiki, Shetani, neno la Mungu linatuambia ya kwamba siku zake ni chache. Yeye amejua siku zake ni chache. He's on the mission. Wakati sisi wapendwa tunasozana, wakati makanisa yanasozana, wakati watakatifu hawasalimiani, wamesusiana, Shetani anajua I have an agenda within the shortest time. Lazima nifanye kazi, maana muda ni mfupi. He has no place in heaven. Hawezi kurudi mbinguni tena Shetani. He is on the serious mission. Mission gani? Kuhakikisha ya kwamba ikiwa atawapata watu wa Mungu hawana neno, awaondoe, awaingize katika
mpango wake wa kuenda katika kilio cha milele pamoja naye. Ni vizuri watu wa Mungu walijue neno la Mungu katika majira yote. Unaweza kusimama uwe kazini, Bwana asifiwe. Unaweza kusimama ukiwa mbali na pasta, Bwana asifiwe. Unaweza kusimama, unaweza kumsimamia Mungu ukiwa huko kazini katikati ya uovu. Watu waovu wamekuzunguka, lakini unaweza kusimamia Mungu. Si ya kwamba hakuna CCTV kamera, lakini moyo wako na hofu na umejaa neno la Mungu. Amina. Unaweza kulisimamia. So the word of God gives you life. It gives you strength and understanding. Linakupa ufahamu na hekima. Hata neno la Mungu linakupa usemi. Hata kama umekwazwa, hata kama umeumia, lakini linachuja maneno. Unapozungumza hautoi uchungu. Ni neno la Mungu tu likiwa ndani mwako ndio linaweza kukusaidia na kutoa mtu ambaye anaweza kubalika mbele za Mungu. It gives life, it gives strength and understanding. Amina. Unaishi kwa mtu ambaye yuko balanced. Si kukimbia kushona uniform ya kanisa. Unaweza kukosa uniform ya kanisa, lakini uko sawa, umesimama. Unampenda Mungu. Bwana asifiwe. Unalijua neno la Mungu. Unaweza kuliishia. Watu wengine wanaweza kushinda answers kwa maisha yao ikiwa watalielewa neno la Mungu. Waachilie watu, waachiwe msamaha ni nini. Amina. Point number 4. It is a standard test or a measure. It is a standard test or a measure to God's revealed will. It's a standard test or a measure to God's revealed will. Narudia. It's a standard test or a measure to God's revealed will. Neno la Mungu ukilijua wewe mtakatifu pamoja nami kama wana wa Mungu, tukilijua neno la Mungu, sio unasikia watu wanasema mapenzi yako yatendeke. Bwana asifiwe. Watu wanasema mapenzi yako yatendeke, si ndio? Sasa wewe neno la Mungu na ufahamu wa Mungu wa neno lake ukiwa ndani mwako, hiyo ni kipimo. Unaweza kukitumia. Neno la Mungu ni kipimo, unaweza kukitumia. Ya kwamba hii hata sisumbuki kwenda kuuliza pasta wangu. Hii ni neno la Mungu tayari imefunuliwa. Yaani kama jirani amekuja kuomba unga, usiende kufikia simu kama ni mapenzi ya Mungu mpe unga. Unajua watu wako kiroho sana. Mimi nashinda hii kiroho sasa. Hii hata zimempita kwa mwenyewe. Jirani amekuja amekwambia, jirani, hilo naliona hivi. Mume wangu alienda Kibaga jana, hatujamuona.
Jana watoto walilia wakalala hivi. Pengine mama ulipakisha hata kama ni anaitwaje kama pai. Nitengenezea watoto uji. Halafu useme acha nimpikie mama wetu kiongozi wa kanisa nione kama ni mapenzi ya Mungu nipeane unga. Kweli. Baba nakushukuru. Asante kwa jamii ya, asante kwa maisha yetu Mungu. Ni neno lako tu Mungu. Ikiwa tutaliishia, Baba, ndilo litakaloleta utofauti. Baba, naomba kwa jina la Yesu ya kwamba yeyote anayelipokea neno hili Mungu, Baba, ikatuteuze, ikatufinyange Mungu, utufanya vyombo vinavyokubalika vya heshima machoni pako. Asante Mungu wangu, utukuke kwa uaminifu wako. Kristo Yesu naomba nikusadiki. Amen. Mungu amani atubariki.